Hello guys, it's Alan Lewis once again. Okay, twende chap chap. Kuna kitu nimeweza kukisoma na nimeweza kukisoma vipi? Sio kupitumia vitabu. Kupitia ni wapi nipoweza kuconnect uti wangu wa mgongo. Kwa sababu uti wako wa mgongo ni antena ambayo imekuja hadi kwenye kichwa. Kwa hiyo panapokea taarifa inaenda kwenye uti wako wa mgongo, afu mwili wako ndo jinsi unavyoreact. Kama labda unavyokutana na ajali cha kwanza imekuja kwenye akili. Kama akili kiganda, basi na mwili mzima utakosa maamuzi ya kuweza kufanya. Sawa? Kwa hiyo sijaribu kuambia hapa ni kwamba nini? Unaweza ukatap in kwenye ulimwengu wa juu zaidi, kwenye elimu ya juu zaidi. Umeona? Maana ulimwengu iko mingi sana. Kwenye ulimwengu ambao wa viumbe wasioonekana. Kimfano kama master wa Kichina ukija kufuatilia, ni watu ambao walikuwa wanafundishwa na viumbe ambao hawaonekani. Ni wao tu ndio wanaweza kuwaona. Unaelewa? Ila wewe mtu mwingine beside huwezi kuviona hivyo viumbe. Hii ni message imekuja ghafla, ila somo letu litakuwepo ni lile ambalo nimeposti jana kwenye ile posta. Okay, sasa una tap vipi katika ulimwengu wa juu? Hilo ndio swali kubwa sana ambalo kila mtu anataka kulijua. Kwamba inakuwaje mpaka uweze kuonana na hivyo viumbe, iweze kukufundisha. Maana yake unawaita ndo malaika na kuna miungu pia, okay? Mamasta ambao walishapita. Sasa my people, kitu cha kwanza cha kuweza kukifanya wewe, sawa? Cha kwanza akili yako inabidi uifungue kwamba kuna vitu tofauti na hivi ninavyoviona, ninavyovisikia na ninavyovigusa. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Ukishaweka akili hiyo, cha pili uzoeshe mwili wako na akili yako kufanya vitu ambavyo ulikuwa hujazoea kuvifanya. Sawa? Kwa sababu mnasema kwenye uti wako wa mgongo kuna dragon aliyelala hapa. Ataelewa watu wachache sana, hasa mamasta ambao wanaopenda mafunzo ya ngumi. Sasa yule dragon aliweza kulala kwenye uti wako wa mgongo, inabidi arise. Wengine wana dragon kwenye masuala ya mapambano ni inaitwa dragon. Ila kwenye masuala mengine spiritual ndio wanaita ile Kundalini rising. Okay. Ni kuweza kuamsha, kuweza kuunlock hizi chakra zako zote 7. Umeona, ziweze kuamka ili aweze kunyanyuka na kupanda na kufika juu kwenye kichwa chako. Ili mwili wako wote uweze kuendeshwa na nguvu yako yote uweze kupewa na Muumba. So my people, ni kitu kirahisi afu ni kitu kigumu. Cha kwanza, badilisha ufikiriaji wako. Cha pili, kama hujaoa, tunza sana mbegu zako. Usizinizini ovyo. Ili aweze kufanya maamuzi mengine huyo nyoka, huyo Kundalini rising. Afu na huyo dragon pia aweze kupanda kimambo ya kingumi na mambo mengine. Imekuwa ni ngumu sana kuielekeza in very deep and very nanilio, ila my people, hiyo ndio njia la sustain hizo mbegu zako. Njia namba 1. Njia namba 2, sawa? Fikra zako. Jipe kila siku mtihani mpya. Hiki kitu nishakizungumza sana. Jipe kila siku mtihani mpya ili ubongo wako usiwe unaleta taarifa kwamba umefeli, ushanaelewa? Ili uanze kuzoea mazingira mapya tofauti. Fanye mazoezi pia mazoezi ya chuma sio mazuri. Mazoezi ambayo ya kuweza kufungua mwili wako wote. Sawa? Utaweza kukutana na hivyo dimensional beings tofauti. Kwa sababu gani? Wanavutiwa na kitu ambacho kiko tofauti. Hiyo first. Second thing, the third thing, I'm trying to go very fast, okay? Hivyo viumbe, ukitaka uvivutie viumbe vizuri, uwe mtu sana wa kuzungumza ukweli. Kwa sababu ukiwa mtu wa kuzungumza uongo, hivyo viumbe vitakavyokuja kwako, ujue hawa mamasta pia walikuwa mamasta wazuri na mamasta wabaya, sawa? Ni nafsi za kiza na mwanga. Although binadamu tuna kiza na mwanga ndani yetu, na vyote inabidi vibalance. Sasa hata kama wakija wakiza, inabidi waje wakiza ambao wamebalance. Ile kama unaona mzunguko wa Kichina unaitwa yin yang energy. Yin yang energy. Ujue hizi historia za binadamu, sijui wa China, hakuna wa China, hakuna nani, wote sisi ni binadamu, tumeumbwa na kiumbe ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, the most high, whatever wewe utaweza kumuita. Sawa? Kwa hiyo that is the message that was trying to come into my mind, and stay wise, stay conscious, and you know what? Wewe ni zaidi ya vile unavyojiona. Wewe ni zaidi ya vile unavyojijua. Mwamshe huyo Kundalini, mwamshe huyo dragon. Dragon maana yake ni warrior. Sawa? I'm a dragon warrior nowadays. Not nowadays. I was a dragon warrior and I am a dragon warrior. Kwa sababu gani?
nimeweza kukumbuka uhalisia wangu ni upi. And I'm telling you guys, maybe wewe sio dragon warrior, maybe wewe ni, yani mawarrior wako wengi sana. Wewe sio mtu wa kawaida. That's all.